أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Katika kanuni muhimu tunazozisoma katika elimu ya malezi ni kanuni ya ujumla inayosema kila mwanadamu ana utayari wa kimaumbile katika kujifunza na kujiendeleza. Lada al-insani isti'dadun tabi'iyyun lit-ta'allum. Kila mwanadamu ana utayari wa kimaumbile wa kujifunza na kujiendeleza. Kanuni hii inawakusanya watu wote, ila wale ambao watakuwa wamekosa baadhi ya neema katika neema kubwa za Mwenyezi Mungu Subhana, wakakosa baadhi ya organi, macho, masikio na mfano wake. Na mwanzo katika ilmu al-mantiq kuna ibara inayowekwa na maulama, hasatan wanapozungumzia organi tano za fahamu kwa mwanadamu, wanasema man faqada hissan faqada ilma. Yoyote atakayekosa organi moja ya fahamu katika zile tano tunazozifahamu, kwa hakika atakuwa amekosa ilmu. Wakikusudia kwamba kila organi moja ya fahamu ina vinavyohusika nayo. Mtu akikosa alhasatu dhaiqa, hatojua chakula ni kitamu, kichachu, kichungu au kikali. Na yule atakayekosa macho, yale yote anayopaswa kuyaona, almabsurat, hatoyaona. Ukimwambia mtu ambaye hana ogani ya kusikia kwamba hiyo kaswida iliyosomwa hapo kwenye hadhara ni nzuri sana, yeye hafahamu kuwa kasida hiyo ni nzuri kwa sababu hiyo organi inayohusika na kusikia na kutofautisha sauti nzuri na mbaya yeye hana. Man faqada hissan faqada ilma. Mwenye kukosa hisia moja, organi moja, kwa hakika atakuwa amepitwa na ilmu nyingi. utayari
wa kujiendeleza, kusoma. Utayari huo upo, bali ni wa kimaumbile kwa wanadamu wote. Katika majal na uwanja wa kusoma pengine lugha tofauti tofauti, mpo darasa moja, nyote ni wanafunzi wa English. Inakuwaje kuna baadhi wanazungumza vizuri, Kiingereza kimenyooka, na wengine hawazungumzi vizuri? Ile hali utayari wa kujifunza vizuri ni maumbile ya kila mwanafunzi na kila mwanadamu. Katika ilmu al-akhlaq tukawa tuna kanuni inayoshabihiana na hiyo vile vile. Inasema inna nafsa al-insaniyata qabilatun lit-taghyir. Mwanadamu yoyote ana uwezo wa kubadilika. Upo uwezekano wa kubadilisha hali iliyokuwepo. Inawezekana, ni maqdurun lana, ni jambo linawezekana. Inna nafsa al-insaniyata qabilatun lit-taghyir. Mwanadamu yoyote ana uwezo wa kubadilika. Tunapomsoma Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, mara nyingine amesema al-ibadatu 70 juz'a afdaluha talabul halal. Ibada ipo katika makundi 70, bora ya makundi hayo ni kutafuta halali, ni kufanya kazi ya halali, ni kutafuta riziki ya halali. Afdaluha, bora ya ibada zote, talabul halali, ni kutafuta tonge la halali. Na katika madhambi tunayoyafanya sisi wanadamu, kuna madhambi yasiyosamehewa isipokuwa kwa kutafuta riziki ya halali. Al-ibadatu 70 juz'a, ibada ipo katika makundi 70. Afdaluha, bora ya makundi yote, talabul halali, ni kutafuta halali. Na utaona ule ubora al-afdaliya uliopewa kutafuta halali, na kutafuta halali kukawa ndiyo kundi bora, muhimu, safi, ni kutokana na yale maambatanishi ya kutafuta riziki ya halali, hususan katika dunia yetu ya leo, na athari mbaya iliyokuwepo katika jamii zetu. Yote inatokana na changamoto za kuifikia riziki ya halali. Ikawa afdaluha, bora ya ibada zote hizo, talabul halali, ni kutafuta halali, kwa sababu ya ugumu wake, kwa sababu ya ulimwengu tuliokuwa nao leo ni ulimwengu wa dili, kwa sababu ya ulimwengu tuliokuwa nao leo ni ulimwengu wa upigaji, kwa sababu ya ulimwengu wetu wa leo ni ulimwengu wa udanganyifu, utapeli.
Haikuwa ni katika desturi za Watanzania unapomkuta mtu amekaa kibarazani ukamsalimia, alafu ukapaki gari yako hapo ukaenda sokoni dakika 2, 3, 5, 20, umerudi unawasha gari anakufuata dirishani. Na vipi bana? Kwa lugha ya kisasa nakwambia inakuwaje sasa? Kwa lugha ya kisasa nakwambia tunafanyaje? Al-labibu bil isharati yaktafi. Kwa hiyo unafahamu kwamba kuna jambo analitaka hapa. Kwa hiyo utaingiza mfukoni, utatoa ni 2,000, utatoa ni 1,000 utampatia, na anaweza kukwambia bana hiyo ndogo. Al-ibadatu 70 juz'a. Ibada ipo katika makundi 70. Afdaluha, bora ya ibada zote, talabul halali, kutafuta tonge la halali. Shekhe mmoja namsikiliza, masha Allah, rahimahullah, anazungumzia mawani istijabati dua, vizuizi vya kupokelewa dua. Moja ya vizuizi hivyo ni kula haramu. Na unapotafuta riziki na ukaipata, na penginepo ikawa ni kubwa lakini si ya halali, ukanunua supu, nyama, mahitajio, mahindi, mchele, ukawapelekea familia yako, unawajenga, unavitengeneza viwiliwili vyao katika haramu, na inakuwa umeshaanza kuwatengenezea kizuizi cha wao wanaponyanyua mikono kumwelekea Mungu wasikubaliwe dua zao. Talabul halali, kutafuta tonge la halali katika jamii zetu leo, katika maisha yetu leo, imekuwa ni tunu ambayo ni vigumu kufikiwa. Na ukamkuta mtu yudiru hayatahu, anayaendesha maisha yake juu ya msingi wa halali, ni watu wachache sana katika jamii zetu za leo. Kwa hiyo msidanganyike na vipando vikubwa mnavyoviona barabarani na yale yanayoitwa maisha mazuri mnayoyaona kwa watu, kwani asilimia kubwa ya hayo yamejengwa katika msingi wa haramu. Al-ibadatu 70 juz'a, ibada ipo katika makundi 70. Afdaluha, bora ya zote, talabul halali, kutafuta riziki ya halali. Katika hali ya kawaida, unapomuona mtu ana duka kubwa Kariakoo, unapomuona mtu anafanya biashara kubwa ya kuleta magari, anatoa Dubai anayeleta Tanzania, kwa mtizamo wa kawaida utaona yule ni bora sana kuliko mwanamama anayechoma mahindi katika moja ya mitaa, kwa mtizamo wa kawaida. Lakini kwa kuwa mama huyu mtaji wake wa 10,000, 20,000 ni mtaji halali, biashara yake kwa muonekano wa kawaida si nzuri sana, lakini anaifanya biashara ya kuleta magari na kuuza kutoka Dubai, anaangaliwa na kutizama kwa jicho la juu na kuheshimiwa, lakini msingi wa biashara yake ni haramu. Kwa jicho la kimungu, mwanamama huyu ni bora mara 1000 na maradufu, bali hakuna mukarana, hakuna kufananishwa baina ya watu wawili.
kwa sababu msingi biashara anayoifanya mama huyu ya kuchoma mahindi ni talabul halali, anatafuta 500 ya halali. Wallahu a'lam, Mungu anajua zaidi. Amirul Mu'minin Ali aliposikia, bali alipopata habari kwa vyanzo vyake maalum kwamba mfuasi wake anaitwa Ibn Hunayf, al-ishtibahu minni, nadhani hivyo, Ibn Hunayf amealikwa chakula kwa wakuu wa Basra, watu ambao ni wana uwezo wa juu, matajiri wakubwa. Wali Basra, gavana wa Basra, ambaye Amirul Mu'minin Ali ndiye aliyemteua hapo na kumfanya kiongozi katika mji huo, na yeye akaalikwa maaduba, chakula kwa hao matajiri. Akasema Amirul Mu'minin, laqad balaghani, zimenifikia taarifa kwamba wewe umealikwa kwenda kwenye chakula kinono, tustatabu fihi al-alwan, kula kila aina ya chakula kipo hapo. Nyama choma, lakini ipo ya kuoka. Nyama ya kuchemsha ipo, lakini ya kuchoma ipo. Almuhim, kila aina ya vyakula vipo hapo. Lakini moja ya vitu alivyovikemea Amirul Mu'minin Ali kwamba kikao hiko hakina kheri, kwa sababu hakuna maskini na mtu wa hali ya chini anayehudhuria kikao hicho. Ni kikao cha watu wa hali ya juu peke yake. Mbona hakuna maskini mlioalika hapo? Al-ibadatu 70 juz'a. Kwa hiyo katika changamoto kubwa, changamoto asi kwenye maisha ya leo ni mu'min, ni mtu kupata tonge la halali. It's very difficult, ni kitu kigumu sana. Upate ugali, dona na dagaa wa kuchemsha, lakini vya halali, ni kitu kigumu sana. Al-ibadatu 70 juz'an afdaluha talabul halali. Katika hadithi nzuri na hadithi zote za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, hadithi zote za Mtume ni nzuri. Moja ya hadithi yake inasema, ma akala ahadun ta'aman qat khairan min an ya'kula min amali yadihi. Ma akala ahadun ta'aman qat, hatokula chakula mmoja wenu qat, khairan, bora, kizuri, chenye baraka, min an yaakula min amali yadihi. Hakuna chakula bora kama mtu kula chakula kinachotokana na kazi ya mkono wake. Hajala mmoja wenu chakula qat bora kuliko chakula alichokipata kutumia mkono wake. Na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam
anasema inna Allaha yuhibbu, hakika ya Mungu anapenda, idha amila ahadukum amalan, pale mmoja wenu anapofanya kazi, an yutqinahu, aifanye vizuri hiyo kazi. Kaifa nutqin, tutafanyaje kazi kwa ufanisi wa hali ya juu. Kaifa nutqin, tufanye vipi kazi iwe ni tofauti na kazi nyingine. Al-itqanu fil amal, namna ya kuifanya kazi yako ni bora na tofauti. Al-itqanu fil amal, namna ya kufanya biashara ya vitumbua, alafu vitumbua vyako vikawa ni very best, safi, havina ugali ndani, ni sponge laini. Watu wanafunga safari kutoka huko wanakuja kununua kwako vitumbua. Al-itqanu fil amal, unapika vizuri vitumbua. Mmefuatilia mitandao na nyie mtaona kuna hoteli sasa hivi maalumu tu kwa kukaangwa miogo tena miogo na samaki na nilipata kumuona bwana mmoja Moshi kipindi cha jioni. Ukiyaona magari yaliyopaki nje kwake utashangaa watu hawa wanafuata nini hapa, wanakuja kula miogo kukaanga al-itqanu fil amal, ni miogo kukaanga. Kaifa taqliha, unaikaanga vipi? Al-itqanu fil amal, kuikaanga vizuri. Kaifa nutqin, tutakuwaje wafanisi katika kazi zetu. La kwanza kabisa, ar-raghbatu shadida, kuwa na mapenzi makubwa na kazi yako. Kuna mafundi wangapi baiskeli, mafundi baiskeli wanafatwa na watu kutoka sehemu za mbali kabisa kwa ajili ya kutengeneza baiskeli, kwa sababu atqana amala, anapoitengeneza baiskeli anaitengeneza vizuri. Kuna watu wangapi wanazunguka huko, wanakwenda kule, wanamfuata mshona viatu, kwa sababu yutqinu amala, anashona viatu kweli vizuri. Kuna watu wanafunga safari wanakwenda huko Kibaha, kwa sababu kuna kinyozi yutqinu amala, ananyoa vizuri. Kaifa nutqin, tufanyaje tuwe ni wabunifu katika kazi zetu. Penda kazi yako, ar-raghbatu shadida, penda kazi yako. Msingi mkubwa sana muhimu, penda kazi yako. Lakini la pili, at-taallumu min al-khata'i, jifunze kutokana na makosa. Mu'min haingii katika shimo mara mbili, anakuwa muangalifu, harudii kosa. Kuwa unatumia muda wako kufikiria kazi yako, unatenga muda kufikiria kazi yako ili uwe mfanisi, uifanye vizuri. Tenga muda. Mimi ni mwalimu, kaifa utqinu tadris, hivi nitakuwa vipi mwalimu bora? Fikiria. Mimi najifunza lugha ya Kiingereza, kaifa utqinu lughata al-inglizia. Fikiria mbinu zitakazo kufanya ukizungumze Kiingereza vizuri, friendly, safi kabisa, kimenyoka. Fikiria, tenga muda katika kufikiria kazi yako.
katika misingi muhimu ni al-ibda'. Inawezekana kuna hoteli 5 zimeongozana. Hoteli, wali wa hapa unapikwa, pale unapikwa, pilau hapa inapikwa, pale inapikwa, lakini hamjalahid na kugundua na kuona kuna moja ya hizo 5 watu wanaikimbilia sana na hawaji kwenye nyingine mpaka vyakula viishe kwenye ile moja. Kwa nini? Al-ibda'. Kuna ibda', kuna wanagundua vitu, wanafanya mambo ambayo huku hayapo. Na sisemi kwamba washindane katika masala ya maasiya, kwamba kama hoteli hii wanavaa stara kidogo, basi sisi tunawavisha skin tight kabisa, kama hali iliyokuwepo leo hii. Allahu akbar, Allahu akbar. Unamwona keshia pale au mwenye hoteli anamweka mtu na yeye anakwenda kuswali swalatul asr au ya dhuhur, lakini mabinti wanaofanya kazi katika hoteli yake amewavalisha uchi, wamejibana, wamevaa suruali, wamevaa t-shirt vinavyoonyesha maumbile. Na hilo ni sharti katika kukubaliwa. Mu'min, Muislamu, swala 5, lakini wafanyakazi wake anawaamrisha wavue hijabu. Na utakapoangalia wakati wanaondoka kwenda nyumbani, wale ambao walikuwa uchi wamevaa skin tight wakati wanahudumia wateja, hao wamevaa hijabu zao nzuri na mavazi ya kisheria. Kwa hiyo bosi wao mu'min ndio amewavua hijabu. Sasa sisemi kule kujiongeza kuwe katika kuwavua mabinti nguo zao, al-ibda'. Kwa hivyo utakuta inayokimbiliwa zaidi ina vitu tofauti kuliko vingine. Na ndio hapa panakuja masala muhimu ya an-nudra. Kila kitu kinapokuwa kichache kinapendwa zaidi, isn't it? Yes. Na kila kitu kinapokuwa kingi kinakosa soko. Al-ibda', kutenga muda kufikiria kazi, jambo lako, biashara yako, inakufanya uje na vitu tofauti, vipo kwako havipo kwa wengine. Na hapo duka lako, biashara yako inachukua sura ya an-nudra, uchache bana. Ukitaka upokewe vizuri, ukitaka ukaribishwe vizuri, ukitaka ujisikie raha kueleza unachokitaka, nenda duka lile. Kuna muuzaji pale anapokea wateja vizuri, anazungumza nao vizuri, anawakaribisha kwa lugha iliyonyooka. Inna an-nafsa al-insaniya qabilatun lit-taghayyur. Hili kila mmoja wetu analiweza, lipo katika mikono yetu. Ardhini kuna mawe mengi, hakuna mtu ana haja nayo, lakini dhahabu inatafutwa kwa sababu ni nadra. Almasi inatafutwa kwa sababu haionekani. Fanya kazi yako kuwa ni ya kipekee, watu wataifuata. Tumia muda kuifikiria, jifunze kutokana na makosa, ipende kazi yako. Kuiboresha ni jambo unaloliweza, jifunze daima, vuna experience kupitia wengine. Usiridhike
na kiwango kilichopo katika biashara yako. Usiridhike na kiwango kilichopo katika kufundisha yako. Usiridhike, taka zaidi. Usiridhike na wateja wanaokuja dukani kwako. Fanya kila mbinu uzidishe idadi ya wateja. La mwisho, at-ta'anni wa tahsinu at-tadriji. Siwe na haraka sana. Usitake ghafla tu uwe ndo mfanya biashara bora. At-ta'anni, taratibu, boresha taratibu, jifunze taratibu. At-ta'anni min Allah. Kuanza kujifunza mbinu za kuongeza wateja. Anza sasa hivi, hujachelewa. At-ta'anni, taratibu. Lakini mwisho, mara nyingi sisi tunaangalia nataij, tunaangalia mwisho wa kazi, kwamba mimi nafanya hili niwe na mshahara mkubwa, mimi ni mfanisi katika kazi yangu ili niongezewe mshahara. Lakini tukumbuke kwamba kule kufanya kitu katika ustadi wake kuna mut'atun, kuna raha ya nafsi, na raha hiyo uweze kuipata kama ujifuatilie. Narudia tena, tusiangalie sana nataij ya kazi tunazoziboresha, lakini itoshe tu kwamba unapofanya kazi yako vizuri kuna mut'atun nafsiya, kuna raha ya nafsi unaihisi wewe mwenyewe bila kuangalia kipato wala mshahara. Bismillahir Rahmanir Rahim. Inna a'tainaka al-kauthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Bismillahir Rahmanir Rahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم على بضعته الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. وصل وسلم على ابن عمه أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين إمام المشارق والمغارب أسد الله الغالب علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم صل وسلم على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. اللهم صل وسلم على أئمة المسلمين زين العابدين علي والباقر محمد والصادق جعفر والكاظم موسى والرضا علي والجواد محمد والهادي علي والعسكري حسن والمنتظر محمد ابن الحسن عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير
أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. اللهم صل على محمد وآل محمد واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والوفاة راحة لي من كل شر بحق محمد وآله الطاهرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربي. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم بجاه محمد وآل محمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونصر عبدا وأعز جندا وهزم الأحزاب وحدا فله الملك وله الحمد يحيي ويميت ويميت ويحيي وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل